Kama mnavyojua tayari mwaka huu 2025 ni mwaka wa uchaguzi ndani ya taifa letu. Sambamba na hilo, Chama cha Mapinduzi tayari kimetoa ratiba rasmi kwa ajili ya wana CCM wa Tanzania ambao wanaona wanaweza kuomba ridhaa ya kwenda kupeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi kwenye uchaguzi mkuu, udiwani pamoja na ubunge. Na kama ilivyo ada, na mimi nimewiwa leo kuwaita ninyi, kuwaomba mwafikishie taarifa wana Misenyi kwa niaba yangu kwamba kijana wao Amani Rugila Kajuna nimo kwenye kinyang'anyiro hiki cha kuomba kuteuliwa na chama changu, na hatimaye wana Misenyi wa Chama cha Mapinduzi wanipe kula. Kama nitapata ridhaa hiyo, basi niweze kuwa mgombea kwenye nafasi ya ubunge kwenye jimbo letu la Misenyi. Sababu ninayo kubwa sana ni maendeleo ya jimbo letu la Misenyi. Kwa mara ya kwanza nimeomba ridhaa kwenye jimbo hili mwaka 2010. Kama unavyojua ndani ya chama tunasema kula hazikutosha, tunasubiri wakati mwingine. Na 2020 niliomba, kula hazikutosha. Nimerudi leo kuwaomba wana Misenyi kata zote 20 kwamba kijana wao nipo, waniombee, na ninyi wote wanabali mniombee. Mchakato ndio unaanza kesho tarehe 28. Ikitokea jina langu limepatikana katika majina yatakayorudishwa, basi mnisaidie ili tuweze kupigania maendeleo ya jimbo letu la Misenyi. Misenyi bado tupo nyuma, pamoja na jitihada za serikali yetu. Rais wetu mpendwa Mama Samia Suluhu amefanya kazi kubwa sana ya kielimu, kutujengea vituo vya afya, kuboresha barabara zetu, kusomesha vijana wetu. Pamoja na hayo mazuri, tunahitaji mwakilishi wa wananchi wa Misenyi atakaye kwenda kuhakikisha kwamba anasaidiana na mama, awe jicho la mama kwenye jimbo la Nkenge, jimbo la Misenyi, kwa ajili ya kuwaletea maendeleo. Lakini tumpate mbunge ambaye watu wote wakimtizama wanaona ni mtu wao. Watamuonaje ni mtu wao? Vijana wakimuona wanahitaji michezo, wajue kwamba huyu ni mwana michezo mwenzetu. Akina mama wakihitaji kijana wa kukaa naye kupanga maendeleo yao kwenye vikundi vyao, wamuone kwamba huyu ni kijana wetu. Wazee nao wakimuhitaji kijana wa kumtuma mambo yao ya mafao, bei ya kahawa na mazao mengine. Mfano kwenye kata zetu kule, ukienda Kakunyu, ndizi zinaozea sokoni. Mtaona hapa hivi karibuni mavuno yanaanza ya ndizi kuanzia mwezi wa 7 wa 8 na kuendelea. Mtu akibeba ndizi zake 10 akazipeleka sokoni, zisiponunuliwa hazirudishi nyumbani, kwa sababu gharama ni kubwa sana ya kuzibeba, kuzileta sokoni na kuzirejesha kule. Watu wanakufa na umaskini wakati mali wanayo. Rais wetu amewahamasisha wananchi wafanye kazi mashambani, wanalima. Kwa wanahitaji kijana
mwenye macho ya kuweza kuona ili bidhaa zao zile ziweze kupata soko. Wafanyakazi walio kwenye halmashauri yetu wanahitaji mbunge atakayeendelea kuwasemea. Wafanyabiashara kuanzia Mtukula kule kuja Bunazi kwenda Kiaka na sehemu zote Kiziba pamoja na tarafa ya Misenyi wanahitaji mbunge atakaye kuwepo kwa ajili yao. Mbunge anayekwenda kushtaki matatizo ya Misenyi serikalini, atakaye simama na serikali kuhakikisha matatizo yanatatuliwa. Wana Minziro kule wanahitaji barabara, kule Kakunyu umeme. Ukienda hapa Buchulago mnaona hali ilivyo barabara zetu. Tunahitaji mbunge ambaye akisha kupata nafasi hiyo ya ubunge basi atasimama na wananchi kuwatetea. Tunamhitaji mbunge ambaye hatoweza kuwaumiza wananchi wake, atakayekaa na wananchi muda wote, atakayesimama na wananchi muda wote, watakayemuona, ambaye hatajificha wala hataogopa, ambaye pia litakuwa ni jicho la serikali ndani ya jimbo. Na hiyo nafasi naona hakuna mtu mwingine zaidi ya mimi. Kwa hiyo nimekuja kwenu wana Misenyi, popote mtakaponisikia, na ikitokea chama changu kama tunavyoomba jina langu likawa miongoni mwa majina yale yatakayorejeshwa, basi ninaomba mniunge mkono. Ninawahakikishia kwamba imani ambayo mtanipa nitasimamia hilo na kuhakikisha kwamba Misenyi yetu inasonga mbele. Ninazijua shida tulizonazo wana Misenyi. Mimi ni mwanachama mtiifu wa Chama cha Mapinduzi. Nimekuwa kiongozi upande wa vijana, nimekuwa mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya kwa miaka 5. Nimefanya kazi kubwa sana pale Mbeya. Nimewawakilisha vizuri wana Misenyi mlionizaa. Maana kule kunichagua mpaka mkoa ambao mnajua mimi sijazaliwa kule, ni kwamba waliniamini. Ni kwa sababu ninaishi nao vizuri, na ninawashukuru sana wana Mbeya kwa malezi yao, wana CCM mkoa wa Mbeya, kwa jinsi ambavyo wameniunga mkono miaka yote. Lakini sasa tumerudi kuitumikia Misenyi. Na ninawaalika wana Misenyi wote ambao bado nao wanaona kama mimi wanahitaji kuja kuchukua fomu ili tuingie kwenye kinyang'anyiro hiki kupigania maendeleo ya Misenyi, waje, wasiogope. Maana Misenyi inamuhusu kila mmoja. Tanzania inamhitaji kila mmoja. Wala hakuna mtu mwenye hati miliki kwamba Misenyi ni ya kwake yeye. Hatukuzaliwa Misenyi kwa bahati mbaya. Yeyote mwana Misenyi, wakuzaliwa hata wakuishi, waje tuungane. Atakayepata nafasi apepelushe bendera kwa amani. Mbunge awe kiunganishi cha wananchi na serikali, awaunganishe wakulima, awaunganishe wafanyabiashara, aunganishe chama na wananchi, akanyage kila sehemu
Hivyo viatu vya kufanya hizo kazi ninavyo, na nadhani vinanifaa. Misenyi ya maendeleo ni ya wakati wa sasa. Misenyi ya Samia naweza nikasema inamhitaji amani kwa wakati huu. Hatuhitaji tena mbunge ambaye ni wa kujificha. Hatuhitaji mbunge wa mshahara. Hatuhitaji mbunge anayetumia nguvu kubwa sana kuwadhulumu haki watu wengine. Hatuhitaji mbunge ambaye anasikia watu wanakuja jimboni, anaanza kelele, anaanza vitisho. Tunamhitaji mbunge ambaye akimwona kila mtu ana thamani mbele yake. Misenyi hajazaliwa mtu mmoja, na Misenyi haishi mtu mmoja peke yake. Misenyi ni ya Watanzania wote wanaoishi Misenyi na wasioishi Misenyi. Huu ni wakati wetu wote kuja sasa kuonyesha vipaji ambavyo Mwenyezi Mungu ametujalia katika kubadilisha maendeleo ya jimbo letu la Misenyi. Na bahati nzuri tuna serikali sikivu sana. Tuna rais mpenda watu. Huyu rais mpenda watu ambaye amefanya vitu vingi kwenye taifa letu. Hapa Misenyi akimpata mbunge aina yangu mimi, nina uhakika